Habari za asubuhi ndugu wanahabari. Kwanza napoa pongezi kwa mkurugenzi wa kituo cha Firdaus Dua Center Ustaz Mazinge na kakangu Mkumba, nanyi wanahabari, kwa kufika leo kuja kwenye kata ya Mwandege kuja kusikiliza haya yaliyofanywa kwenye kata yetu ya Mwandege kwa kipindi cha miaka mitano chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, na mbunge wetu wa jimbo la Mkuranga Alhaji Abdalla Hamisi Urega. Kata yetu ya Mwandege miaka mitano ya nyuma hatukuwa na zahanati hata moja. Lakini kipindi cha miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano, tuna zahanati moja inafanya kazi, mbili zinaenda kumaliziwa, kwa sababu juzi tu zimeshaingiziwa milioni 40 ili ziende kumaliziwa hizo zahanati. Kwenye sekta ya afya pia tumepata milioni 250, tunajenga kituo cha afya kwenye kijiji cha Kipara. Hiyo ni sekta moja tu ya afya. Kwenye sekta ya elimu tulikuwa na shule za msingi 3. Kwa kipindi hiki cha Mama Samia na mbunge wetu Abdalla Hamisi Urega tuna shule za msingi 8. Tulikuwa na shule ya sekondari 1, lakini sasa hivi tuna shule za sekondari 3. Kwenye barabara miaka ya nyuma tulikuwa na shida kweli, kwenye miundombinu ya barabara haikuwa mizuri. Lakini tunamshukuru mbunge wetu wa jimbo la Mkuranga Alhaji Abdalla Hamisi Urega na waziri wa ujenzi na Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano. Alhaji Urega alivyoteuliwa kwenye wizara ya ujenzi, kwenye kata yetu amepasisha barabara 2 kutoka Tarura kuja kwenda kwenye TANROADS. Mashaallah, mashaallah. Barabara njia panda Chatembo, Katalukumbi, Vicheji, Kongowe sasa hivi ipo chini ya TANROADS. Na juzi tu barabara kutoka kule wilaya ya Kigamboni inapitia Somangila, Lugwadu, Mkokozi kuja Mwembe Mtengu imepandishwa ardhi, ipo chini ya TANROADS. Hiyo kwetu ni mafanikio makubwa. Sababu barabara ikisema zihudumiwe na TARURA, uwezo wetu wa wilaya Mkuranga ni mchache kuhudumia hizo barabara. Lakini zimepandishwa kwa hadhi, sasa tuna uhakika masuala ya miundombinu ya barabara kwenye kata yetu itakuwa sio tatizo tena. Pia tunamshukuru diwani wetu wa kata ya Mwandege aliyomaliza, naye pia ndo mgombea wetu Sheikh Nasoro. Tulikuwa na changamoto kubwa ya watu kutumia maji yasiyo safi na salama. Lakini mzee yule kwa kutumia wafadhili mbalimbali ametusaidia kuchimba visima virefu 30 kwenye vijiji vyote 4 kulikuwa kata ya Mwandege. Sasa hivi wananchi wanakunywa maji safi na salama. Kwa sababu hizo sisi wana Mwandege tujiandikisha wapiga kura zaidi ya 36. Ikifika siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 lazima tukatiki kura za mafiga matatu kwa diwani, mbunge na rais, wote kutoka Chama cha Mapinduzi. Nami kama mwenyekiti wa CCM kata nimefanya ziara sehemu zote, kwenye vitu wa mashina, matawini, sehemu zote. Kila sehemu nikipita wananchi wanahamasa, wanasema mwenyekiti ondoa hofu, tunakipa ushindi wa Chama cha Mapinduzi 99.9% za ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tuna uhakika wa ushindi wa kishindo siku ya tarehe 29. Nasi kata Mwandege tuna vituo 89. Kwa hiyo wananchi wetu foleni zitakuwa ndefu. Wakifika tu dakika 10 foleni zinaisha. Kwa sababu tumejipanga vizuri. Wale wazee watasaidiwa kufika kwenye vituo ili wapige kura haraka na kurudi nyumbani. Kwa kupitia media hizi nawaomba muwatangazie wananchi wa kata Mwandege kwamba amani ipo ya kutosha. Vyombo vya ulinzi na usalama chini ya mkuu wetu wa wilaya Khadija Nasri wamejipanga vya kutosha kuhakikisha wananchi wanapiga kura kwa amani na utulivu. Sasa kwa nini tunakwenda kuwapa kura tena Chama cha Mapinduzi? Kujua ni chama chetu kina mkataba kati ya wananchi na serikali. Mkataba wetu ni hapa, ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwenye ilani hii ukianzia ukurasa wa 100 mpaka 100 na kuendelea utaona mambo mengi yameainishwa humo. Tuna changamoto kubwa, watu wa kusini hawana stendi ya uhakika wa kushuka. Wanashuka pale Mbagala Sudan, wakishuka wanapata shida, wanadanda na mifuko yao kwa sababu hatuna kituo kikubwa cha mabasi. Lakini kupitia ilani hii ya Chama cha Mapinduzi ikiongozwa na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, amewahakikishia kwenye mkataba huu atajenga stendi ya kubwa ya mabasi yaendayo kusini, itajengwa kwenye kata Mwandege kwenye kijiji cha Kipala mpakani. Huo ni mkataba wa wananchi, ashaingia Chama cha Mapinduzi. Pia tuna shida ya wanafunzi wetu kukaa chini.
Ukienda kwenye hii ukisoma mkataba huu, unaona kila shule imeguswa kwenda kupatiwa vikario, yani madawati. Kwa hiyo swala la madawati sasa itakuwa kwetu kwenye kata yetu si changamoto tena. Inaenda kuondolewa hizo changamoto kwenye mkataba huu. Ikifika tarehe 29 tukawape kura ili watimize yale yaliyofanywa. Kwa masuala ya elimu kwenye hii ukiangalia, tutajengiwa shule ya sekondari mpya tena ya kisasa, ambao si zamani tukisoma tulikuwa tunakaa kwenye vumbi, lakini shule za Mama Samia watoto wanakaa kwenye tiles, kwenye vioo vya aluminium. Kwa hiyo tuna uhakika shule mpya itajengwa. Pia kwenye mkataba huu tunaenda kupata shule ya msingi mpya kabisa, inaenda kujengwa kwenye kata ya Mwandege. Tuchague tupeleke kwenye kijiji gani. Kuchagua kijiji ni sisi wananchi wa kata Mwandege, tutaamua wapi shule tuipeleke. Kwa sisi wana Mwandege tuna sababu kubwa kwa nini tunaenda kuipa kula wagombea kutoka Chama cha Mapinduzi. Pia wanahabari na hapa taarifa nanyi mjalishe huma kwamba siku ya tarehe 20 mwezi wa 10, yani Jumatatu tu, tunampokea mgombea wa rais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi kwenye kata hii ya Mwandege, kwenye wilaya ya Mkuranga. Wilaya ya Mkuranga tuna kata 25, lakini wakaona wapi panafaa, wakaona panafaa kata ya Mwandege kupeleka kupokea mgeni huyu. Tunaomba wanahabari, ikiwezekana leo Sheikh Mazingi na Fidaus, tukimaliza hapa twende pale uwanjani mkaone hamasa kubwa inaweza kufanyika leo paka siku ya tarehe 20 tupomsubiri mgeni wetu. Tumeamua wana Mwandege na Mkuranga lazima atuondoke paka mama anatufika pale kuanzia leo. Kwa hiyo naomba wanahabari, tukitoka hapa tungeenda pale mkaangalie umati unaweza kumiminika kuanzia leo. Sisi tumejipanga wilaya ya Mkuranga kwenda kumpokea kwa kishindo mgombea wetu. Tukionyesha dunia kwamba sisi wa mwana Mwandege wilaya ya Mkuranga tumejipanga vizuri kwa kwenda kumpokea mgombea wetu kwa yale aliyotufanyia muda ya miaka 4 na miezi 7 alikuwa madarakani. Sisi kata tu ya Mkuranga kipindi chake cha mwaka huu tumepokea zaidi ya bilioni 6 kwa miradi ya maendeleo. Haijawahi kutokea. Hiyo ni historia kwenye kata yetu hii ya Mwandege. Hatujawahi kupokea pesa hizo za miradi ya maendeleo hata mwaka mmoja. Lakini kipindi chake huyu mama kwa kweli tuna sababu kubwa ya kwenda kumlipa. Mama anatudai sisi wana Mwandege. Tuna haki ya kwenda kumlipa tarehe 20. Kwanza tarehe 20 tunaenda kumlipa kwa mapokezi. Tarehe 29 tunaenda kumlipa kwa kula za kutosha. Na sisi kata Mwandege inawezekana ndio ikawa kata ya kwanza Tanzania kwa kula nyingi za rais, mbunge na diwani. Tumejipanga kidhati, habaki mtu siku tarehe 29, wote tunaenda kupiga kula kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Wanahabari na mashehe na waomba. Mashehe si naomba mtuombee dua sisi viongozi wa kisiasa ili mambo yaende na amani ipatikane. Wanahabari nyinyi kalamu zenu ndio hii nchi iwe ya amani au kwenye vurugu, ni nyinyi wanahabari maandishi yenu nyinyi. Nchi nyingi tumeziona zinaingia kwenye mafarakano, chanzo kikubwa ni wanahabari. Tunaomba wanahabari muiambie Tanzania ni nchi ya amani. Na nchi ya amani hii tutawapiga majibu tarehe 29. Tutaionyesha dunia kwamba Tanzania tunatii takwa la kikatiba ya nchi yetu. Sababu ilishapangwa kikatiba kila baada ya miaka 5 tunafanya uchaguzi wa ngazi ya serikali. Ni takwa la kikatiba. Na wale wanaita kuchokochoko eti anasema tarehe 29 wataandamana, maana yake wale wanavunja katiba ya nchi yetu. Walitegemea tu kama mama atayumba atavunja katiba baadaye waanze kumsema, lakini mama amesimama kwa msimamo, yeye ndio msimamizi wa katiba. Amesema uchaguzi upo na nchi ya amani ipo. Na ashasema alivyokuwa pale Mwanza, yeye ndio amiri jeshi mkuu, uchaguzi upo na amani ipo. Na sisi wafuasi wake tunaamini hayo yatawezekana. Na waomba wanahabari muitangaze, muambie dunia kwamba Tanzania ni nchi ya amani. Mkuranga na Mwandege ni Chama cha Mapinduzi tu, vyama vingine havina nafasi kwenye kata yetu. Na waomba sana, mimi sio shehe sana, ni mwanasiasa. Nimeyasema hayo yaliyofanywa kwenye kata yetu. Wanyewe miona mlivyokuja wanahabari, kipindi cha mwanzo kutoka pale Rangi Tatu kuja hapa, mnatumia zaidi ya masaa 2. Lakini kuanzia wiki 2 foleni zimepungua. Kazi kubwa ishaanza kutengenezwa barabara yetu. Tunajenga kuanzia Kokoto mpaka huku Mkuranga ngoma inaingia. Na mkandarasi yupo site. Sasa hiyo ni kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan na waziri wa ujenzi ambaye ni mbunge wa jimbo la Mkuranga. Nasi tuna sababu kubwa tunaenda kuwalipa. Tunawaomba
muiambie dunia sasa kwamba amani ipo na wilaya ya Mkuranga inafunguka kimaendeleo. Mimi yangu ni hayo. Nawashukuru wanahabari, twende basi ukaambie dunia amani inapatikana. Kidumu Chama cha Mapinduzi!